Tunaendelea na darasa yetu ya mirathi baada ya kumaliza muhadhara uliopita, haki ambazo zinaambatana na kile ambacho amekiacha maiti katika mali zake, sawa sawa hizo mali ziwe ni mali zenye kuonekana au ameacha deni ikiwa ni haki yake kwa mwingine. Tulizungumza tukagusia mambo matano yakitanguliwa na manne, la kwanza ikiwa moja ya haki ni zile gharama ambazo zinamhusu maiti pindi tu atakapokuwa amekufa, ikiwemo kumuosha, ikiwemo pia sanda kwa ajili ya kumhifadhi katika sanda hiyo, lakini kadhalika ikiwemo gharama ya kuchimba kaburi, na ikiwezekana gharama ya kuweza kumfikisha mpaka kumzika. Hiyo ni haki ambayo inatakiwa iangaliwe, na madhhabi ya Hanabila wamesisitiza kuwa ndio ni haki ya kwanza kabisa. Lakini haki ya pili tukasema ni madeni ya dhamana, tukatoa na mifano natakiwa yaangaliwe, na madeni haya ya dhamana maana yake itatoka katika mali ya marehemu yenyewe. Tatu ni haki ya madeni katika dhima maiti mwenyewe, sawa sawa hayo madeni yawe ni madeni ya wanadamu au ni deni au madeni ya Allah tabaraka wa taala. Na haki ya nne tulisema ni usia, na tukauelezea usia ambao ni sahihi, ambao umeambatana na masharti makubwa ni mawili, ikiongezeka na la tatu. Ili uweze kutekelezeka usia, basi usia huo uwe kama ni mali isiwe imezidi theluthi ya mali nzima, lakini pia usia huo usiwe kwa yule ambaye mwenye kurithi, na tatu usia huo usiwe wa maasiya. Haki ya tano ndio mirathi yenyewe. Haya tuliyapitia katika muhadhara ambao uliotangulia. Leo hii tunaingia kwenye nguzo za kurithi. Ili mtu aweze kurithi, basi lazima zitimie nguzo, lakini kuwe na sababu miongoni mwa sababu za kurithi, na pia yatimie masharti, na kusiwe na viziwizi vyovyote. Hii hali inapomtokea mtu, tunasema sasa huyu mtu anaingia kwenye mirathi. Nguzo zikitimia, ikawepo sababu, yakatimia masharti, vikaepukika viziwizi, basi mtu huyu anaingia kwenye mirathi. Sasa tunaanza na nguzo za mirathi, arkanul irthi. Taarifu rukun. Arkan ni jamu
ya kalima rukun. Ma maana rukun? Ar-rukun fi lugha man rakana ila shay rukunan bimaana mala ilayhi wa wathiqa bihi. Nguzo, neno nguzo katika lugha ya Kiarabu ni kama kusema ni mtu ambaye aliyemili kwenye kitu. Mala ilaihi, amemili kwenye hicho kitu, wa wathiqa bihi, na amekitegemea hicho kitu. Tunasema huyu kile kitu alichokitegemea kwa kumili au kukitegemea, basi hicho kitu ni nguzo kwake. Wa rukunu shay, na nguzo ya kitu, janibuhu al-aqwa, ni upande wake wenye nguvu. Huu msikiti una nguzo, wanajua waliojenga, wanajua nguzo, na mara nyingi zinakuwa zinasimama kando kando. Kwa hiyo kwenye kona kule kuna nguzo, kuna nguzo zingine huwa zinakaa katikati. Ukisema uvunje nguzo moja, utateteresha jengo la msikiti. Kwa hiyo wa rukunu shay, na nguzo ya kitu, janibuhu al-aqwa, ni upande wa hicho kitu, upande wenye nguvu ambao umeshika hicho kitu. Hata hichi kiti ambacho nimekalia kina nguzo. Kina nguzo ngapi Sheikh? Moja. Ukisema uikate hiyo nguzo hapo chini, mimi siwezi kukaa tena hapa, lazima nitakwenda na mimi chini. Kwa sababu gani? Janibul aqwa, kwa sababu umekatwa au umevunjwa upande ambao wenye nguvu uliokuwa umeshikilia yale yaliyokuwa juu yake. Hii ilikuwa ni upande wa lugha ya Kiarabu. Wastilahan, na katika istilahi neno rukun, msamiati huu ar-rukun katika istilahi ya watu wa usuli, qala ar-rukun ma la yatimu al-ma'muru bihi illa bihi wala i'tibaru lahu fi shar'i ma'a adamihi. Ma la yatimu al-ma'muru bihi ni jambo ambalo halitimii, jambo lililoamrishwa, isipokuwa kwa jambo hilo, illa bihi, isipokuwa kwa jambo hilo. Al-ma'muru bihi ni jambo ambalo limeamrishwa. Sasa jambo hili ambalo limeamrishwa halitimii illa bihi, isipokuwa kwa hilo jambo. Mfano swala, mfano wa karibu ni swala. Swala ni maamuru bihi, tumeamrishwa sisi kusali. Hii swala tunasema ni maamuru bihi. Sasa hii swala la yutimu au la tatimu, swala hii haitimii illa birrukun, miongoni mwa nguzo za swala ni kurukuu au kusujudu au kusimama kwa yule ambaye mwenye uwezo. Kwa hiyo endapo mtu atasali ili rakaa moja tu na akaacha kurukuu, maana yake ameacha nguzo.
Akienda hivi mpaka mwisho, maana yake swala yake haikutimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kaacha nguzo ambayo ni kurukuu. Lidha ma la yatimu almamuru bihi illa bihi, ni jambo ambalo, hiyo nguzo ni jambo ambalo haitimii jambo ambalo lililoamrishwa isipokuwa kwa hilo jambo au kwa hiyo nguzo. Wala i'tibaru lahu fi shar'i, na wala hakuna mazingatio yoyote katika jambo ambalo lililoamrishwa fi shar'i, katika sheria, maa adamihi, pamoja na kukosekana hiyo nguzo. Ndio maana yake swala ikikosa nguzo, swala hiyo inakuwa ni batil, haina i'tibar, haina mazingatio yote. Anayesali na akaacha nguzo, maana yake swala yake ni batil. Katika taarifu hizi mbili katika lugha ya Kiarabu na katika istilahi, inaonyesha nguzo ni jambo muhimu sana. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.